yenyewe si lazima iundwe na mtu na chombo ambacho ni iundwe na mtu, lakini lazima iwepo utaratibu wa kuwachagua hao watu. Tumesema tume huru. Nchi haijaanza leo kuishi baba. Nyakati za Nyerere zilikuwa tume zilikuja hapa, yanakuja mashirika ya kimataifa makubwa. Alipouawa Father Evariste Mushi, aliyetusaidia kugundua aliyeuawa ni nani? Alikuwa ni Mtanzania, Zanzibar hapa, mwaka 2012. Sasa hivi vitu sio kwamba vimeanza leo, labda nyinyi kwa sababu bado mko wadogo hamjui. Wakati wa Nyerere zilikuwa zinakuja tume hapa, zinaitwa Leta Scotland Yard, sijui leta sijui nini, sijui nini. Itokea kuchomwa majengo hapo, sio kaleta tume gani, sijui vyote vile. Ukisema vyombo vya nje ndio linakuja. Sio la nje tu. Wa ndani na wa nje wachanganyikane. Watu ambao hawana dalili za kuficha ukweli, warudi kwenye ukweli ambao tuliutamka. Waliouawa kimkakati ni raia, na wameuawa na risasi za moto. Sijui unajua Tanzania risasi zinaagizwa na nani? Unajua anayeuza risasi Tanzania? Tofauti na nchi zingine, risasi zinunuliwi dukani kama kalamu. Risasi zinauzwa kwa utaratibu maalum. Anauza risasi ni nani Tanzania? Anauza bunduki Tanzania ni nani? Anempa mtu leseni ya kumiliki bunduki ni nani nchi? Sasa huyo anauza bunduki, anauza risasi, kwa nini huyo aliyeuawa asiseme kwa sababu nimeuawa kwa kutumia risasi? Naomba anayechunguza. Hatujasema viongozi, maaskofu wetu wamesema na viongozi wa serikali kwa upande mwingine wawepo, lakini wawepo na upande wa raia. Na raia amesema kwa sasa tulivyo na kwa uzoefu kwamba tumekuwa tukidanganywa na serikali. Tuna uzoefu, tulidanganywa kura zitaibiwa, zimeendelea kuibiwa. Tumedanganywa watu watatangazwa ambao hajashinda kwenye uchaguzi. Maandamano tumesema katika kimoja kilichosababisha maandamano ni ukosefu wa uchaguzi ulio wa haki. Sasa wananchi sasa watakapokuja, hiki ndio kimefanya vijana waende mtaani. Labda sio hicho. Kuna kitu gani kingine? Basi na wainje waje waungane na hii ya serikali. Kwa nini waweka ndani peke yao? Wametajwa nda wa nje ndio. Hawa sijui Commonwealth na nini. Anawekwa mtu ambaye na yeye na maslahi haaminiki sana. Sasa hivi vitu lazima uwekwe na watu wa ndani ambao raia wanaambiwa, na raia na ninyi leteni. Raia utawapambanuaje? Watu milioni 70 utawapataje? Tungekuwa labda na bunge ambalo ni la vyama vingi. Bunge sasa hivi ni kamati ya chama kimoja. Na yenyewe sasa utapataje sasa watu wa kukufanyia? Zamani kama bunge lingekuwa huru ndio ungesema, kama tungekuwa na bunge la vyama, bunge ambalo limechaguliwa na wananchi wenyewe, ndio ungesema wabunge ndio wachague hiyo kamati. Na tulishaona kamati za namna hiyo. Kamati zilizochunguza mambo ya escrow, mambo ya Richmond, mambo ya nini, sisi zilikubalika kwa sababu zilichaguliwa na wabunge. Na wakati ule wabunge walikuwa wanatoka kwenye vyama vyote, wanachaguliwa na wananchi wenyewe. Sasa unapokuwa na bunge ambalo limeingizwa kimkakati, tuliona walichofanya bunge kuhusu kupitisha mkataba wa bandari. Wananchi wataki, wamepitisha. KIA imepitishwa, mwendo kasi imepitishwa. Sasa hivi tunasubiri na lingine viendelee kupitishwa. Sasa utasema hii bunge hili ni bunge la wananchi? Bunge la wananchi ni lile linalosikia. Mwaka fulani wakati wa binafsishaji, wananchi wakaongea lugha chafu. Sema nchi inabinafsisha kila kitu. Nakumbuka hata baba wa taifa lalamika jinsi NBC ilivyo binafsishwa. Wananchi wakalalamika. Wasema sasa wamebinafsisha kila kitu, inabaki waje wabinafsishe watu wa aina hii. Maaskofu wetu waliposikia walimuita Mkapa hapa kwenye baraza hapa. Unasikia wananchi wanavyolalamika Mheshimiwa Rais awamu yake ya pili. Sema ndio. Ilikuwa kubinafsisha shirika la ndege la ATC. Ilikuwa linabinafsishwa kuchukuliwa na kampuni ya shirika la ndege la Afrika Kusini. Asema maaskofu, shirika hili ni hasara tupu sasa hivi, hili lifanye biashara, naomba tulibinafsishe. Maaskofu akamwambia, baba, wananchi wamekataa, ni shirika lao, acha. Akasema naacha na litakufa. Wakamwambia wacha life, kwa sababu wananchi wenyewe wamejiamulia, ni kitu chao.